Niko Dauni na mvuvi akitokea kazini katika eneo la mkono wa bahari Hindi la Magangani, Mida Creek, Gede, Malindi. Mvuvi mwenyewe ni mwana wa msanii mmoja aliyevuma zama zilizopita kutokana na mchango wake katika tasnia ya uimbaji wa nyimbo za kitamaduni aliyobobea. Hapa ni Kirekwe, mwishoni mwa mkono wa bahari Hindi, karibu na shimo la Katunusi, shimo la Charo Mtili linaloogopewa sana kwa kuwameza watu kama lifanyavyo shimo la Bermuda Triangle katika bahari ya Atlantic. Tukashuka salama bandarini na mwana huyu wa kwanza wa msanii Binhare aliyevuma enzi zake katika ulingo wa mziki wa Mwanzele. Tukaandamana naye pamoja na ndugu yake mdogo ambaye pia ni msanii na mdau wa baharini na ambaye alikuwa amefika bandarini kwa shughuli za kusaka tonge. Tukatembea nao huku akitusimulia mengi kuhusu marehemu baba yao msanii Binhare. Tulipofika nyumbani tukazuru kaburi la msanii huyo wa zamani. Binhare alikuwa kioo cha jamii, mwimbaji asiyesahaulika kwa urahisi, kwani tungo zake hazifutiki kamwe katika kumbukumbu za wavyele. Binhare alivuma sana kwa nyimbo zake kuhusu masuala ya kijamii na uongozi, na pia kuisikitikia hali ya uchochole ya wasanii hasa wa kitamaduni katika eneo lake. Kila mara alikuwa akiuliza maswali yasiyojibika kupitia nyimbo zake. Ni kwa nini kuimba hakutajirishi mtu? Mbona waimbaji wanabakia kuwa maskini wasiothaminiwa hata na serikali? Hakupata majibu ya maswali hayo hadi kufa kwake mnamo mwaka wa 2009. Watoto wake pia hawajapata majibu ya maswala hayo. Hapa ndipo nyumbani kwa Binhare, na nimekaa na wanawe wawili tukijadiliana kuhusu tasnia hii ambayo alifahamika nayo sana, tasnia ya muziki wa Mwanzele. Mzee alikuwa na jina lake nani haswa kamili? Alikuwa anaitwa Ngumbao Hari. Ngumbao Hari. Kwa hivyo ile Binhare ni jina la kisanii. Alikuwa ni jina la kisanii. Nyimbo yake ya Mwanzele alikuwa akitumia jina la Binhare. Okay. Wewe ni mtoto wa mkubwa ama katikati ama mdogo? Ndio yule wa kwanza kabisa. Hebu nieleze kwa kifupi tu, mzee alikuwa na yani alikuwa ngapi na mama alikuwa wapi na mambo kama hayo? Mzee Binhare alioa bibi mmoja na akazaa watoto 8, mmoja akapita. Wavulana tuka 5 na wasichana 2, kwa hivyo tukabaki watoto 7. Sasa kila mtu ana shughuli zake wapi? Mimi shughuli zangu sana nafanya baharini, ni mvuvi. Ambayo ni mtoto wangu wa kwanza, ni mtoto wa kwanza kwa baba. Wa pili ni yule kijana anaitwa Shindo, pia yeye shughuli zake ni za uvuvi baharini kule. Kuna huyu wa tatu anaitwa Shukurani ambaye anajiita Mr. Bean. Yeye shughuli zake ni za kidogo, lakini pia yeye anashughulika sana na muziki. Kwa kuna nyimbo fulani alipiga yeye kama aligiza kama reggae, akagiza pia na bango kidogo na Mwanzele. Na waine ni msichana, shughuli zake ni za kuchuza samaki, mama karanga samaki. Na yule watano pia ni msichana, yeye anashughulika na biashara ya kuuza mnazi. Wa 6 akiwa ni huyu hapa, tajieleza yeye mwenyewe. Na wa 7 ambaye sasa ambaye ndio mtinda mimba kwa sababu yule mkubwa wao alipita mapema. Yeye pia anashughulika na Roho Mwanzele, mwimbaji, haimbi lakini sasa anashughulika na kupiga zile ngoma. Wewe mwenyewe unaimba? Mimi naimba lakini si sana, kwa sababu wakati mwingi huwa na nini baharini. Lakini kuimba najua kuimba. Na ulikuwa ukiimba na mzee pia alipokuwa hai? Nilikuwa nikicheza naye kwa matanga, msiba tukienda huko nilikuwa nacheza na mzee.
Ndugu, sasa hebu niambie wewe sasa. Wewe shughuli zako baada ya mzee na kabla ilikuwa nini hasa? Mimi kwa kweli mzee marehemu Binhare alipokuwa anaaga dunia nilikuwa bado niko shule. Alipoaga dunia nilikuwa niko shule, lakini sasa bahati mbaya alikuwa ni mzee ndo ananisimamia shule. Hapo sasa mimi kawa yule mtu akunilipia ada kawa ni shida, sasa mimi nikaacha shule. Ndio nikaingia muziki. Mimi kama alivyosema mkubwa wangu, mimi ni mtoto wa 6 na jina najiita Binhare Junior. Pia kazi yangu mimi ni mwimbaji tu wa Mwanzele. Unaimba wapi sasa? Mimi sana naimba Mtwapa pia, lakini sana ni Malindi, SM kwa Chocha, Mjanaeri, Watamu ama Kilifi huko, Anami huko kwa Kanjuni. Mtwapa pia ufika, lakini sasa sijavuka hizo sehemu. Wewe una kikosi chako na group lako la uimbaji? Mimi niko na group langu, lakini kwa sasa nimeungana na mbebaji. Mbebaji ni nani? Ni mtoto wa Nyerere. Sasa ndio tunaimba sote kwa sasa. Kuna Nyerere Konde ni walikuwa wanaimba na mzee, walikuwa wako majirani ama alikuwa ni rafiki yake ama alikuwa ni mdau wake? Hapo nyuma alikuwa hao wanaimba, ilikuwa bandi moja ambayo ilikuwa inaongozwa na mzee Binhare, marehemu Binhare. Baada hapo sasa kila mmoja pia akawa na group yake. Sasa ndio akawa hivyo muziki unaendeleza, yule akawa na group yake Nyerere Konde na mzee akabaki na group lingine pia. Sasa pia mimi saa hizi kuna group langu, lakini mara nyingi sana watu tunashirikiana na mbebaji. Hebu niambie, hizi shughuli za uvuvi wewe ulianza lini haswa? Na ilikuwaje ndio ukaanza? Mimi shughuli ya uvuvi nilianza nikiwa mdogo, sababu hapa si mbali na baharini. Sasa nilikuwa nikitembea kule chini, napata rafiki zangu ambao tunasoma sote kule, walikuwa ni wakubwa wako mbele, napata wametoka kuvua samaki. Sasa naanza kuambia na waomba pia mimi kiteweo na nipatia samaki kidogo. Mwisho wa siku akaniambia, sasa wewe kama utakuwa ukiomba kila siku, kama unataka samaki, kesho tusubiri hapa asubuhi uje tushikane tukakufundisha pia wewe unajua kuvua. Ndio nikaanza kuwafuatafuata, nilikuwa na umri wa miaka 14. Kuwafuatafuata mpaka mwisho wa siku, kwa sababu ile kazi nilipenda, ilikuwa bado ni mdogo, sina shughuli nyingine ambayo yenye nashughulika nayo sana. Kaanza kushughulika sana na uvuvi. Nilianza kuvua na miguu ile, kuenda bila dau. Nikarusha ule mshipi ikiwa nimeingia maji ya kiuno hivi, navua samaki kwa na mguu, mpaka mwisho wa siku nikaanza kutumia dau. Sasa dau ulipata wapi? Dau wakati mwanzo nilikuwa na chukua ya wenyewe tayari, ile ni muombe kama mwenyewe hakwenda, nimwambie basi kesho kama huende naomba ile dau lako, niambia sawa, akachukua. Haya hivyo mwisho wa siku pia mimi kwa sababu nimezoea na ikawa sana naanza mpato inaanza kuingiliana. Kafika time kwa kuna madau pale watu wanauza tayari, maana anaweza kuwa ushapata chombo kikubwa, lakini kuna vile vidogo wanauza, kama uko na pesa unauza. Sana ndio na mimi nikanunua. Mzee anakumbukwa kwa kuimba nyimbo za kusema kwamba wanamuziki huu muziki wake, anauliza maswali, mbona bado wanakaa maskini hivyo na kwa sababu gani? Alikuwa anauliza maswali kama hayo. Mbona mkumbuka kwa muziki wa mambo gani hasa? Mimi kumbuka kwa hiyo nyimbo ilikuwa alimba wanamuziki bado wako chini, ni kwamba ipato ya ile Mwanzele wenye alikuwa wenye anaimba wanatumia fursa nyingi kwa kutunga nyimbo. Manake wakati walikuwa wanatunga nyimbo kama nyimbo 12 au mpaka 14, kwa sababu wanatumia zile cassette. Sasa cassette side moja, side A inaweza kuwa iko na nyimbo kama 7, side nyingine iko na nyimbo kama 7. Sasa inatumia wakati mwingi na kufundisha ile timu yake, lakini mwisho wa siku wakaenda kurekodi, malipo inakuwa ni kidogo. Sasa yani haiwezi hatu kuwasaidia hao wenyewe, sababu pia
kwenda kurekodi, walikuwa na rekodi Mombasa na Kenya Fair, alafu ile ipato yenye wanapata kule ni kidogo. Sasa ni haiwezi kuwasaidia katika maisha, imekuwa wanamuziki bado hawajafanikiwa kutoka tuanze kuimba hivi mwanzo. Sasa wewe kama mtoto mkubwa ulifuatilia kazi zake pengine zile ambazo ziko kule alizifanya ili ukajua kama mapato yanaenda wapi, kwa sababu ni haki hataza si? Kusema kweli sikupata uwezo wa kufuatilia kwa sababu nilikuwa nashindwa, sijui nianze na wapi, kwa sababu kufuatilia kitu pengine ni wewe unajua, ama kuna mtu anaweza kuonyesha kutaka kujua hizi haki kwenye ziko nipite na hapo, lakini mimi sikupata mtu wa kuniongoza, na mimi mwenyewe nilikuwa sijui nianze na wapi mpaka nijue kwenye ile haki kwenye zilipotea. Sasa ndugu, pengine mmesha kwenda kurekodi studio ama umeendelea vipi na mambo haya ya uimbaji na matatizo huwa ni nini? Kuongea kweli, kurekodi watu na rekodi nyimbo na rekodi, lakini sasa ile kupata mtu ambaye anaweza kupromote ile nyimbo yako mpaka iwe itaweza kusikika ndio useme ni bado, kwa sababu naweza enda pale studio tu rekodi, sawa producer ushamaliza anakuambia kwa unamlipe pesa, utamlipa kama ni kama 3,000, alafu anakuwekea kwa simu. Sasa inakuwa sasa ni kama umebaki na mwenyewe unisukume mwenyewe. Sasa inakuwa hata ile nini kwa watu wanaweza kujua kwa haraka, inakuwa ni shida. Na hizi nyimbo za marehemu baba yenu mnazijua zote sasa ama zingine zilipotea? Mimi kuongea ukweli ambazo sizijui ni kidogo, japo ni mingi sana. Ni nyingi, lakini sasa zile ambazo sizijui ni kidogo, kwa sababu mzee Binhare alirekodi kuanzia kaseti namba 1 mpaka kaseti namba 30, ambao hapo kaseti moja ni kama alivyosema kubwa wangu kwa ilikuwa iko na nyimbo, inaweza kuwa iko na nyimbo 14 ama 12. Sasa ni nyingi, lakini kidogo ndo sisi juu kuongea ukweli. Lakini ziko wapi hizo nyimbo? Sasa uko nazo hapa nyumbani pengine? Ama hizo nyimbo kuna CD, kwa sababu alivyofariki mzee tulienda kule alipokuwa na rekodi Mbwana Radio Service, tukachukua zile CD. Sasa tukawa tunazibana tunaziweka kwa memory. Kuna baadhi niko nazo, nyingine sina, kwa sababu ni nyingi kama nilivyosema. Na mpango wako ni upi sasa? Wale ambao walikuwa kiimba naye pengine unawajua ama walienda wapi? Wengine hata walifariki kwa sababu wameshakuwa wazee, lakini baadhi wako hai. Na pia kama tuna perform kwenye club kama vile tunajaribu kuzipromote nyimbo za mzee. Hata naweza kuwa ni msichana kama saa hizi ukiimba hiyo nyimbo, mzee anaweza kuwa ametunga toka 1977, lakini msichana wa saa hizi ukimwimbia hata anaweza fikiria kama ni mpya, sababu ameshaijua ile. Kama tunajaribu kuzipromote yani. Mwisho kabisa, matatizo gani na wakabili nyinyi kama wasanii wa upande huu sasa? Yani kuongea ukweli, support yetu iko chini, kwa sababu yani kama nilivyosema, unaweza enda umetoka klabu vile, umeenda perform, lakini ukinini sasa ile pesa unaipata inakuwa nyingi inaenda kwa vyombo, kwa sababu hujajipanga na vyombo. Umeenda perform, lakini sasa inabidi ile pesa ambayo umepata nyingi inaenda kwa vyombo, kwa sababu umekodisha kama hali kama ile. Sasa hiyo pia inakuwa ni changamoto moja hapo. Na kama tupate mtu ambaye anaweza kupromote ile muziki yetu, zile nyimbo kwa watu anaweza kuzisikiza, kwa sababu nyingine tuziongee kweli, nyingine tunatunga nyimbo ambazo zina mafundisho hapo ndani yake, lakini hatujapata ile mtu aisupport mpaka jamii iwe inaweza sikia. Kabisa. Haya, na wewe mwisho kabisa unaweza kusemaje kuhusiana na kazi za baba yako vile zilivyokwenda na hivi sasa, na una mpango upi hasa katika maisha yako? Mimi kusema kweli, mzee alifanya kazi kubwa katika usanii, alifanya kazi kubwa, isipokuwa malipo ndio alikuwa chini. Lakini kwa saa hii, sababu hawa ndugu zangu wanajaribu kuinua kile kipaji cha mzee ili kisipotee, kwa sababu wanajitahidi. Manake kama si wao, maybe hata saa hii wangekuwa hakuna
ile jina ningebaki jina tu. Binhare alitunga nyimbo, lakini hakuna hata mtoto mmoja ambaye nilikuwa nafuatilia, lakini wenye wanafuatilia mimi nawaombea kwa Mungu siku moja angalau wapate fadhili awasaidie, kwa sababu hali ni ngumu kama venye alivyoongea kwa vyombo ndo vinampatia changamoto kubwa. Angekuwa na vyombo vyake pia nadhani sahihi, manake tuseme wakati wa mzee ilikuwa ni tofauti na wakati huu, manake mzee alikuwa ni record ni atunge nyimbo akarekodi ndio apate pesa, lakini sasa hivi ukiwa uko na vyombo unaweza enda mbao ukatafuta kazi na ukapata ya lishe ya wewe na familia yako. Kwa hivyo maombi yangu ni kidogo tutapambana, lakini tungepata hata usaidizi, manake kama tunaweza pata hata mahali unaweza pata loan na ile tungenunua hata hivyo vyombo alafu ukalipa tu polepole kidogo kupata msaada. Lakini sasa tunaomba Mungu venye tujui kama mbeleni itakuwaje. Alikuwa anaimba wimbo unaitwaje, Kifudu ama Mwanzele ama nini? Hebu fafanulie. Alikuwa anaimba nyimbo ya Mwanzele. Mwanzele inaitwa Mwanzele, ile unatumia uteo na hizi ndema ambao ni bearing alafu na gonga hivyo ndio ndema. Oye namutamani mama moyo nashoneke emamanga mikache na kuzimu sindamona mama moyo nashoneke la mama moyo nashoneke emamanga mikache na kuzimu sindamona mama moyo nashoneke la mama moyo nashoneke emamanga Miaka 15 baada ya kufariki kwa mwenda zake mvele wetu Binhare ambaye tumemwenzi sana katika tasnia ya Mwanzele, watoto wake bado wanaendelea kuhangaika katika tasnia hii wakijaribu maisha, na wanavyosema wanataka uhisani wowote ili wajiendeleze. Lolani Kalu, Coco FM. Coco FM, ladha ya Pwani.